Nimefika mkoani Katavi kukagua shughuli za maendeleo, lakini pia tunapata wasaa kutazama fedha ambazo ninyi waheshimiwa wabunge katika bunge mlipitisha zije kwetu Katavi kutekeleza shughuli mbalimbali za kimaendeleo katika maeneo yetu. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Mwanamvoza Mlindoko, mkuu wetu wa mkoa wa Katavi, kwa heshima na taadhima naomba niwakaribishe sana mkoani Katavi. Karibuni sana. Katavi ni salama na tunayo matumaini makubwa kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti na timu yako mtafanya kazi katika mazingira yaliyo bora mjapata kuona kwa sababu ya hali ya hewa iliyo nzuri katika mkoa wetu wa Katavi. Tumepokea fedha nyingi katika maeneo mbalimbali katika mkoa wa Katavi, takriban trilioni 1 bilioni 300 zikifanya mambo mbalimbali ya kimaendeleo ikiwemo miradi ya mazingira, miradi ya maji ambayo ninyi inawagusa, lakini miradi mingine ambayo pia nayo inakuwa niwezeshi kutekeleza miradi hii ikiwemo miradi ya barabara inayopelekea shughuli zingine za kimazingira ziweze kufikika na kufanyika kwa wakati mmoja, lakini ikiwemo miradi ya afya ambayo inapelekea kutoa huduma za afya ili wananchi wanaofanya shughuli za mazingira wapate kuwa salama wakati wanapougua basi wapate kutibiwa. Kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa tupo tayari kupokea maelekezo yote ambayo mtayatoa na kuyafanyia kazi. Atakaohitaji kufanyia kazi wakati wote tutafanyia kazi. Tukihitaji muda wa baadaye tutafanyia kazi, lakini kwa ujumla hatutaonyesha jambo lolote ambalo utalielekeza Mheshimiwa Mwenyekiti na ambalo Mheshimiwa Bunge wataelekeza na kushauri serikali kufanya kazi kwa ajili ya kuleta ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Maji na Mazingira, kazi hii ilitengewa jumla ya fedha kiasi milioni 44,575 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya viwandani kwa mchanganuo ufuatao: ujenzi wa josho kuogeshea mifugo ilitengewa milioni 21, ujenzi wa birika la kunyoshea mifugo milioni 10, ujenzi wa banio la kuchanjia mifugo kiasi cha shilingi milioni 13. Hata hivyo, hadi kukamilika kwa shughuli hizi, jumla ya fedha iliyotumika ni shilingi milioni 71,100,000, ambapo kiasi cha shilingi milioni 27 zilizoongezeka zilitokana na fedha za mapato ya biashara hewa ukaa kutoka kijiji cha Kapanga kwa ajili ya ununuzi wa local material, malipo ya fundi na ujenzi na fundi wa ujenzi, na kusogeza huduma ya maji katika kwa ajili ya kuogesha mifugo na kunyweshea mifugo kama mchango wa wananchi. Manufaa ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Maji na Mazingira, manufaa ya mradi huu ni kama ifuatavyo: kusaidia unyweshaji endelevu wa mifugo na hivyo kupunguza uharibifu wa vyanzo vya maji unaofanywa na mifugo kunyweshea katika maeneo hayo; kusaidia upatikanaji wa huduma za ugani na urahisi hii ikiwa ni pamoja na huduma za kutibu mifugo mbalimbali, magonjwa mbalimbali ya mifugo na utambuzi wa mifugo; kusaidia ufugaji wa kisasa na wenye tija. Kwenye josho tumejifunza mambo mengi ambayo tumenufaika nayo. Kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunasumbuliwa na ugonjwa wa ndigana kali na ndigana baridi. Huo ugonjwa ulikuwa unatusababisha ng'ombe walio wengi walikuwa wanakufa sana. Ajili ya magonjwa ni milezi ya kupe. Sasa sisi tulikuwa tunatibu tu, kumbe hatuogeshi ng'ombe. Kwa sasa hivi toka tarehe 27 mwezi wa 10 tulipofunguliwa ili josho hili, siku hiyo hiyo tulianza kuogesha ng'ombe wetu hapa. Tulianza kuyaona mabadiliko makubwa sana, tofauti na vile tulivyokuwa tunafuga sisi ng'ombe wetu. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mama Samia, sababu ule ugonjwa ambao ulikuwa unatusumbua ulikuwa unatupunguzia mifugo zetu. Sasa hivi yani ni kwa heri mbambam. Kwanza kabisa tunatarajia kupata maziwa kwa ajili ya lishe. Pia tunatarajia kupata manufaa kwa ajili ya mbolea ya asili. Pia inatusaidia kupata biogas, japokuwa tunatarajia kupata biogas kwa ajili ya kuchakata kupata mkaa. Mkuu wa wilaya yuko hapa anamwakilisha Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan hana mipaka. Tumetoka kukagua miradi mingine Kigoma, tumetoka kukagua miradi mingine Tabora, Uyui, imetawanyika nchi nzima. Muda hautoshi maelfu ya miradi ambayo Dr. Samia Suluhu anaifanya. Lakini pia mkumbuke kujiandikisha na kuboresha taarifa zenu kwenye daftari la mpiga kura. Mwenyekiti, ni kawaida kwamba wizara au ofisi ya mkoa sasa hivi na hii teknolojia na wameweza kuweka shamba darasa. Mimi nadhani wakati mwingine
badala ya kufanya tu ekari 2 za shamba darasa, wao ofisi ya mkoa ambao tayari wana teknolojia, yani kwa nini hizo eka wasizitumie sasa wakapanda nyingi sana, alafu akawauzia hao ambao hawajataka kuja kuadopt. Yani nimeelewa hoja yangu mwenyekiti, kwamba ekari wameshazitenga, lakini wao wameweza kutengeneza shamba darasa ili wao waje tu, yani wao wenyewe kwa sababu tayari wanaweza na wanajua, wanaweza wakatake trouble wakapanda maeneo mengi alafu wakawauzia hawa sasa, kuliko tu wao waje kuchota teknolojia ambako watengeneza ni wavivu, hawataki. Tuna aina nyingine ya majani ambayo ni mazuri sana, na nimeona kuna sehemu nyingi tu zinavaa hapo Mara, si mnaifahamu? Mimi nikiangalia huu udongo kwa macho, japokuwa sina kipimo cha kupima afya nini ya udongo, na kwa ufugaji wa ng'ombe ambao ni wengi, kwa Tamara ina iridi zaidi malisho kuliko hata hii hapa. Ningeomba muiongeze kwenye maeneo haya hapa. Ipo mikakati mbalimbali ambayo tumeiweka kwa lengo la kuiendeleza sekta ya mifugo ili kuweza kuona kwamba namna gani wafugaji wetu wanainuka kiuchumi, lakini pia kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo ili kuhakikisha kwamba sekta ya mifugo inakuwa na mchango chanya na mchango wake unaongezeka kwenye pato la taifa. Tumeendelea na utekelezaji wa maelekezo ya serikali na wizara yetu ya mifugo, ambapo tumeendelea kuimarisha miundombinu. Ndani ya mkoa wetu wa Katavi tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali ukiwemo ujenzi wa majosho kama ambavyo mmeshuhudia hapa. Kamati ya Bunge imeweza kukagua miundombinu mbalimbali ikiwemo majosho, mabilika na malambo. Tumejenga majosho 20 ambayo yametekelezwa chini ya mradi huo wa urejeshaji wa uoto wa asili, lakini pia majosho mengine yamejengwa chini ya wizara. Kwa hiyo tumejenga pia mabanio, lakini pia mabilika. Lakini pia tumejenga mradi mkubwa wa bwawa kubwa ambao umegharimu zaidi ya milioni 510. Kwa ujumla miradi yote imeweza kugharimu zaidi ya bilioni 1.3. Lengo ni kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo. Nje na hilo, tumejikita katika kuhakikisha kwamba wafugaji wanapewa elimu na teknolojia ya uzalishaji wa malisho ili kuwa na uhakika na usalama wa chakula kwa mifugo yao kwa mwaka mzima. Kwa hiyo elimu hii tumekuwa tukiitoa kupitia mashamba darasa, ambapo hii eneo tulilopo ni moja ya shamba darasa ambalo tumelifanya kwa lengo la kuweza kuleta elimu ya namna gani watazalisha malisho na kwa tija ili waweze kulisha mifugo yao almost kwa mwaka mzima. Na hapa tunachokifanya ni kuwafundisha wafugaji namna ya kuweza kuweka mikakati kwa kuzingatia idadi yao ya mifugo na kuweza kujua ni kiwango gani cha malisho ambacho wanahitaji kuzalisha ili kutosheleza mifugo yao.